Nani hizi taarifa nilizisikia, lakini bahati nzuri nikafuatilia kindani, nikawasiliana na wadau ambao wako Tabora, wakanihakikishia kwamba kweli kama amekutana na hili jambo. Lakini kimsingi Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Mtoto intelligence ambaye yeye anafahamu kwa mambo mapema, nilijua kwa alikamu kwa kauli ambazo alizozitoa katika hichi ambacho kilitokea kwangu katika hili jambo. Kimsingi kama utafuatilia mapema, nikamsikia msemaji wa Tabora kabla ya mechi anasema tunampa alikamu masaa 24 ili amuombe msamaha au amtake radhi mkuu wa mkoa wa Tabora. Moja katika akili yangu, cha kwanza nilichofikiria, nikahisi kwa nini Christina leo anatoka hadharani anamtaka alikamu aombe. Hisia zikanijia kuna jambo. Mimi namfahamu Christina, moja akina mama ambao pambanaji sana katika usemaji. Lakini kwa kauli ambayo aliyesema, nikaona Christina ametoka katika mpira, kuna sehemu ameegemea. Na nikahisi Christina hiki anachozungumza ni maagizo. Kimsingi katika watu wenye mitazamo, alikamwe naye anatakiwa ajiongeze katika ile kusimama mbele ya hadhara kuambia watu nimekosea, ni jambo la kawaida kibinadamu. Lakini kwa sababu hali ya kufanya baada ya mechi kuisha, waandishi wa habari mnahoji, hali anakuulizeni nyinyi swali, waandishi wa habari, masaa 24 hapo yamekwisha. Nyinyi mkajibu masaa 24 yamekwisha. Akaongeza akasema chumba kinaendelea kufanya out. Ogopa sana katika maisha yako. Mtu asiyejua kutofautisha kati ya tui la nazi na maziwa. Zoom sana out. Yaonekana mpaka sasa hivi mdogo wangu bado hajajua utofauti kati ya klabu na serikali. Bado hajafahamu mipaka kati ya michezo na serikali. Kuna shoti na simu. Imeenda mbele sana. Kwanza ni lazima ujue kwamba bado katiba ya nchi inahitaji kuheshimiwa, bado mkuu wa mkoa anahitajika kuheshimiwa, bado mkuu wa wilaya anahitajika kuheshimiwa. Leo hii unapokwenda kumzungumzia mkuu wa mkoa, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa ule. Kwa maana kwa mujibu wa katiba, Dar es Salaam Young Africans, Simba Sports ikiingia Tabora, mwenye mamlaka ya kuwalinda, kuhakikisha usalama wao unapatikana usiku na mchana ni mkuu wa mkoa. Huyu lazima umpe heshima yake. Kweli utani upo wa mpira, masiara ya Simba na Yanga bado yapo, lakini bado serikali itabaki kuwa Jikoino huyo ameanzisha mjadala huu kwa kuzungumza namna ambavyo anaviona hili sakata. Sasa kuna namna ambavyo watu wanaona wanaona kwamba kama sasa hivi kulikuwa na fashion kwa viongozi wa serikali wa madaraja ya mikoa kama hivyo kuingia kwenye hizi trending ama kutafuta mashuhuri na umahiri vile vile vya Simba na Yanga. Inakumbushwa kwamba mkoa wa Pamba pale kwa Mwanza Tanda na ile kitu kama hivi kisha kati ya tui la nazi na maziwa. Sasa unataka kunilazimisha katika kundi hilo na wewe nikuweke. Sawa. Tanilia radhi mdogo wangu, lakini katika nia kukufundisha. Sawa. Tukio la mkuu wa mkoa wa Mwanza na tukio la mkuu wa Tabora ni vitu viwili tofauti. Mkuu wa mkoa wa Mwanza alikwenda uwanjani. Mkuu wa mkoa wa Tabora alitoa ahadi kuahidi wachezaji wake, kama mkifanya vizuri nitakupeni bonus. Ni haki yake kimsingi kuona mkoa wake unafanya vizuri, moja ya kazi ambayo ndio aliyepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakupewa kuhakikisha anakwenda Tabora kufanya ulinzi tuna usalama wa mkoa, lakini hakikisha maendeleo ya mkoa yanakwenda vizuri. Moja ya maendeleo ya mkoa, mkuu wa mkoa akiona timu yake inahitaji kufanya vizuri, ana haki ya kimsingi ya kikatiba kuisaidia timu yake kwa sababu kwa kwenye eneo lake. Hilo la tukio la Mwanza ni vitu viwili. Kila moja tofauti na la Tabora. Sasa kwa picha ya jumla, achana na mambo ya Simba na Yanga. Tumeona msimu huu hata bodi ya ligi walipata kuzungumza wakati fulani Almas Basongo kwamba
wasemaji wapunguze comment. Hiyo moja. Lakini mbili, tumeona msimu pia wasemaji wa klabu kubwa Simba, Yanga, hata wakati mwingine Azam, Zaka wakiitwa kwenye kamati za bodi ya ligi, kamati za ligi, kwa namna moja nyingine kukosolewa namna ambavyo wanaweka mambo yao. Tunafikiri sasa kuna mstari inabidi uchorwe ambao uonyeshe kwamba vijana wanabidi wajue mwisho wake. Hapa ni kwa mkoa, lakini hata bodi ya ligi kuna wakati nahisi kuna vitu vingi sawa kwa wachezaji wetu, klabu kubwa na shida. Mimi nafikiri zinaanzia kwa management za hizi timu. Kwa nini? Simba ni taasisi kubwa. Dar es Salaam Africans ni taasisi kubwa. Ukubwa wa hizi taasisi zinahitaji wasemaji wanaofanana na ukubwa wa hizi taasisi. Moja ninachokiamini, wasemaji wa hizi timu, kabla hujaangalia elimu na uwezo wao wa kielimu ukoje, lazima uangalie busara na hekima zao zikoje. Leo hii unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Dar es Salaam Africans, unapopewa dhamana kwenda kuizungumzia Simba Sports, maana yake lazima ujitambue. Unakwenda kumzungumzia rais, unakwenda kumzungumzia makamu wa rais, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa chama, unakwenda kumzungumzia kila mtu. Maana yake busara na hekima lazima ifanyeje? Kuongoza. Kwa shida inapoanza, wasemaji wa hivi vilabu lazima wajitofautishe kati wao na Kisugu. Shida inayokuja, hawataki kujitofautisha kati ya msemaji na mashabiki. Ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuishi, na ziko engo ambazo wasemaji wanatakiwa kuziacha, waache mashabiki waendelee kufanyaje? Kusema. Msemaji ni kiongozi. Kwa hiyo niliwahi kusema ukubwa wa hivi vilabu, lazima tunapoamua kwenda kuwatafuta wasemaji wa hivi vilabu, lazima tuwatafute wasemaji ambao wana uweledi mkubwa kuvisemea hivi vilabu. Leo kama wewe msemaji wa klabu kubwa hutaki kujua mipaka yako, maana yake wewe una shida kwenye kazi. Na ndio maana niwapongeze bodi ya ligi, baada ya kuliona hili waliamua kutengeneza kanuni, kuona namna ambavyo wanakwenda kuwadhibiti hawa. Kwa lugha rahisi ndiye alikama Miguel Washoshi nafasi aliyopewa na vilabu vyao. Unanisemea na kuuliza alinatoa unanisemea swali hili la kwako wewe ni zuri, swali lako ni zuri. Ina maana kwamba wao wamepewa kazi na nani? Na vilabu vyao. Maana yake vilabu unakwenda kuzungumzia management za Simba, management na Yanga. Wao wameonaje? Wewe umesema kwamba nisikilize, wao waliopewa dhamana wameonaje? Waliona nafaa. Kwa hiyo mimi nimesema wanatosha, tupokuwa mimi napeleka rai yangu kwao kwamba inawezekana wakawa wanatosha, mimi napeleka rai yangu kwa management ya hizo timu, kwamba busara zingatoka wasemaji wao. Tafasiri kwamba unaona vijana hawana busara, wewe siulizi taasisi hapa. Mtazamo wangu na maoni yangu kwamba nimesema tunapokwenda kuchagua wasemaji katika hivi vilabu lazima tuwatafute watu wenye busara na hekima kwenda kuvisemea hivi. Hayo ni maoni brother. Kwa hiyo kuna kupungukiwa busara na hekima kwa walipo. Inawezekana, na ndio maana Waswahili wanasema siku zote ukiona sheria inawekwa basi ujue kuna vitendo vinafanyaje? Vinafanyika. Wewe umethibitisha, sio mimi, kwamba bodi ya ligi wameweka kanuni. Ndio. Za nini? Za kuadhibu. Maana yake bodi ya ligi wameona kuna vitendo vinafanyaje? Vinatokea. Manake alikama na mediali Kisugu wanathibitisha kwamba busara zao na hekima zao. Na nisemea kwa maneno yako nimesikia hapa, vilabu hivi viwili kwa ukubwa wao, kwa sababu vinasemea nchi, basi viongozi wanapewa nafasi ya msemaji wajitofautishe na kina Kisugu, ndio wajitofautishe na kina Mwalimu Yanga, ndio bwana. Mimi nafunga kurasa hii na kwenda kwenye kurasa ya Alhamisi, naweza kawa chungu kuanza kuzungumza na chuzi. Mtazamaji, mbele yangu ni Kweli Kisugu, shabiki wa chama cha Simba, tunakwenda kumeng'enya ambayo hayataki kusikia. Nyama